Ripoti yetu ya kwanza Alhamisi leo ni kutoka huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makundi ya wanamgambo wanaounga mkono serikali ya DRC wamekomboa vijiji kadhaa vilivyokuwa chini ya udhibiti wa M23 huko Kalehe, Kivu Kusini nchini humo baada ya siku 3 za mapigano makali msituni. Thomson Ujibatangola William anayoripoti kamili kutoka Nyegezi, DRC. Kufikia mchana wa Alhamisi Aprili tarehe 10 mwaka 2025, wazalendo wamekomboa miji zaidi ya 10 iliyokuwa imedhibitiwa na vikosi vya Paul Kagame ambavyo ni M23, AFC na RDF. Wazalendo wamejifunga vibwebwe, vitimbi na masoga tangu mwanzoni mwa juma hili na kuwatandika M23 hadi kupata kizunguzungu, wengine kupoteza akili kwa mawenge ya risasi za waza. Mapigano yanaendelea hadi muda huu tunaopanda ewani katika tarafa la Kale, ni mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa DR Congo. Ni muungano mkubwa wa wazalendo ambao umeanza kufurukusha Wanyarwanda katika maeneo hayo yenye madini mwambao mwa ziwa Kivu. Makamanda Mahigi Maguru wa kundi la APDC-RAD, Kirikicho Mirimba wa Kopako, naye mtahalam Haguma Mike wa MCDP ndiyo wamekongota M23 hadi viungo vya matumbo ya wanasiasa wao kupata tetema kwa mahafa walioyapata. Zaidi ya wapiganaji 500 wa M23 wamefariki katika mapambano hayo ya siku 3.5 mfululizo, wakiwemo Wanyarwanda, wa Somalia, wa Kenya, Waganda, wa Sudani Kusini, wazungu, wa Kongomani na mamluki wengine wengi, huku waliojeruhiwa wakiwa bila hesabu, vyanzo vyenye kuaminika vyaeleza taarifa hiyo. Wazalendo wanazidi kujikusanya ili kuhakikisha wamekomboa miji yote ya Kivu Kusini inayodhibitiwa na Rwanda. Alexi Mwamba Dunia ni mratibu wa vikosi vya wazalendo Kivu ya Kusini. Sisi wazalendo kazi yetu ambayo ni chokesha adui. Tunapigana vita haina tatu. Tunapigana haina ya gerila ya kusema tunakuwa tunafanya maambushi, tunapigana kwa kuzinduana mahali mbalimbali. Hivyo tunapatikana Kalehe, huko kulikuwa ngome ambayo iliombwa tuivunje ili tupate namna kusonga mbele kwa kukamata uwanja wa ndege wa Kavumu ili tuingie Bukavu. Na ndio tuliamuru vijana wenye kuongozwa na Jemadari Kirikicho Mirimba Mwanamai, ambao anaongozwa na mimi Alexi Dunia Mwamba na Jemadari Mike, nikawapa huyo Mike. Ni Foka Mike? Hapana, Foka Mike. Yule ni Mike wa ngambo nyingine. Naam. Ambayo anapatikana Kalehe. Nikawapa mpango wa kufanya kazi kwa kugomboa hiyo ngome ambao adui alikuwa akijizaja, ili walikuwa wanafikia hapo kasema tuvunje hiyo ngome ili tuone namna kuwasambaratisha, tupate nguvu ya kuingia Nyabibwe ili tupande mara moja kuingia Katana Kavumu kwa kuja kutega mji wa Bukavu. Zaidi ya wapiganaji 7,000 wazalendo wa akiba wamepata misaada ya wananchi juma hili kwenda kwenye viwanja vya mapambano. Alexi Mwamba: Wakongomani ni wazalendo au wote ambao unaona, na wewe pia ni mzalendo. Nikiwaza tulikuwa na wewe kwenye shamba la mapambano mji wa Sake, uliona na wamama wanachukua silaha, na hapa tuna wamama ambao wanachukua silaha, ili wakongomani wote wameuzikia nchi yao. Wanasema mauaji ambao waasi wa M23 Wanyarwanda wako wanatuua, hatutabaki nyuma. Kwa nini kuonelewa na nchi ndogo na sisi nchi kubwa tupate aibu duniani? Ndio wakongomani wote wameamka, wanasema wanaenda fia nchi yao, na ndio maana unaona idadi imeongezeka, sababu tunakuwa tukipokea wakongomani ambao walikuwa wakimbizi wanarejea kuja kufia nchi yao. Bora tufie nchini mwetu kuliko kuitwa wakimbizi. Vijiji vya Lemera, Bushaku ya kwanza, Bushaku ya pili, Nyabarungwa, Mwami Ijwi na Chizi vimekombolewa jana na leo, kama anavyoeleza mwanamama huyu akiwa katika mji wa Kalehe kati. Jana hapa mjini Kalehe wazalendo walipigana kabisa, vuta ni kuvute kwenye vilima wanaita Lemera, Bushaku, kule kote kabisa kupanda mule mvilima kule walipigana sana. Alafu mchana kutwa walifika kiangu ya saa 10, yani 16, na wangali wanapigana tu. Basoda ba M23 banashuka huku ku territoire, bakutoka kule ngambo ya Malumbishi, bakutoka Mwaipori ya Nyabibwe kule Mashanja, huku kote kabisa kutoka kule kupori banashuka banaingia ku territoire. Hata hivi hapa Kalehe kabisa tuko na oga mingi,
na kulala hatulale mnyumba, balingi wanalala kwa wajirani wengine juu ya kuogopa labda kunaweza tokea shida usiku na watu wanauawa. Ile natukumba sana kabisa, inatusumbua. Wazalendo wamekomboa pia maeneo ya madini ya Lumbishi, Igali, Bishaka, Shanje, Tambombo, Kafula na Katale. Jumla ni miji 12 ambayo imekombolewa na wazawaza. Kulingana na mfumo mpya ambao wazalendo wameleta, kuna sura ya kukombolewa kwa miji mingineyo hata Bukavu na Goma, licha ya siasa ya M23 ya kusambaza habari za uongo na kuogopesha wananchi kwa kutumia pesa nyingi. Hii leo Alhamis, M23 wanakungutwa tena kama walipilau ya mwezi Ramadhani katika maeneo ya Lemera yanayopatikana kwenye milima inayoinukia vijiji vya Kasheke, Chofi na Kabamba, maeneo ya mtambazo wa Bugamanda. Tangu asubuhi, vijana wa Kagame wamepigwa na kukosa njia, wamewekwa kati kwa kati. Japokuwa nguvu ambazo Kagame na Corne Nanga walisukuma kutoka Rwanda, Minova, Goma, Nyamukubi na Bushushu, wazalendo wamewategea mtindo wa ambush lukuki hadi juhudi zao M23 kupwaya. Pengine kwa kuwa vita ni kama mchezo wa kandanda unaobadilika mara kwa mara. Hapa tumekuta wazalendo wakiwa kwenye foleni, wakihapa kamwe udongo wa mababu zao huwezi kuchukuliwa, itawabidi kuingia hadi Rwanda. Wanahimba wabele yabako kuna biso atana Rwanda tukubangi lukuti. Mabele yabako kuna biso atana Rwanda tukubangi lukuti. M23 kwa mtazamo tunavyoshuhudia kwenye viwanja vya mapigano hawana idadi ya askari wengi, bali ni sapoti ya madola makubwa yanayowaunga mkono kipesa, kidhana za vita na vyombo vingi vya habari vinavyowasaidia kuzagaza habari za uongo ili kukimbiza wananchi wa Kongo na kuachia nafasi Wanyarwanda kuja kuchukua udongo wa DR Kongo. Mfano, mapambano haya ya Kalehe yanawafanya kuwa na kiwewe. Vikosi vilivyokuwa Bukavu na Kavumu vilitoka kwenda kusaidia wenzao katika vijiji vya Kalehe kuacha makambi yao wazi, na kwa kichapo walichokipata kutoka kwa Mahigi Maguru, Chirikicho Mirindi naye Haguma Mike. M23 wamehamuru uharibifu kwenye uwanja wa ndege wa Kavumu. Aeroporo yote ilikuwa pie jana sous l'autorisation ya M23. Bote walikuwa mu aeroporo balitoka balienda bengi sana kubebesha watu mizigo kwenda ngambo ya Kalehe. Kulikuwa kuna wakia nombre kidogo, bakatoka bakashuka mu aeroporo na bakaautorize population ipieka Nyamunyonyi. Kasa yona ya Bukavu ilikuwa pie. Iliyokuwa ofisi ya polisi kontena kwenye maingilio ya mji wa Kavumu, M23 imeihuza na hivyo tayari imeanza kubomolewa, hata kupora mali nyingi za Kongo kuzibeba nchini Rwanda, na gari za polisi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilizokuwa zimebaki Kavumu wameamuru ziharibiwe na kuanza kuzisambua kwa hasira za namna vile wazalendo wamewaweka makwapani. Wachambuzi wa masuala ya vita wanamtaka Rais Felix Tshisekedi kutokuwa mguu majini mguu nchi kavu, wakitaka kumaanisha kwamba adui alikuwa anakuja iko anatembea sawa mwenye alishaka maliza kuteka miji kumija chakateka bila mapambano bila kitu anamwachiachia. Lakini wakati wazalendo wanajisimama hako na vita havikimbii tena kama gisi ndoto zilikuwa, kwa tarehe fulani tutakuwa Uvira, tarehe fulani tutakuwa Kisangani, tarehe fulani tutakuwa Kinshasa, zile ndoto ziko saa vile zimefubala. Wazalendo wa mwaka 1996 hadi 1998 sio wazalendo wa leo. Miaka ya awali wazalendo walipigana na mawe, mishale, mikuki, panga, hata mangumi. Ila kwa leo baba, wanatisha kwa kuwa wanazo silaha, hata zile ambazo ziko upande wa M23 tayari wazalendo wanazo magari na wataalamu pia wa kivita. Nikiripoti kutoka Nyangezi, mimi ni Thompson Unjibata Ngalwa William, Channel Africa, iliyo sura, taswira, mzinduo, mwamba na nguzo ya Afrika.